Viongozi wa Ujerumani wanaisukuma nchi yao katika vita dhidi ya Urusi. Hii ni kwa mujibu wa ujasusi nchini Urusi. Berlin inafufua historia yake ya kinazi kukipatia Ukraine silaha, na hii pia imeelezwa na spika wa jimbo la Duma Vyacheslav Volodin ambaye ameeleza hayo. Katika siku za hivi karibuni ujasusi nchini Ujerumani ulibaini kuwa Urusi inataka vita na moja kati ya mataifa ya NATO. Lakini kutokana na hali ilivyo, Urusi inasema kwamba ni Ujerumani ambayo inafufua maisha yake ya zamani ya kinazi kwa kutaka vita dhidi ya Urusi baada ya kuamua kuipatia Ukraine silaha za kuishambulia Urusi. Spika wa jimbo la Duma Vyacheslav Volodin anasema msimamo wa Berlin unaweza kusababisha mzozo mpya wa silaha na Moscow miongo kadhaa baada ya kumalizika kwa vita vya kidunia vya pili, mbunge huyo mkuu alisema. Katika barua iliyochapishwa kwenye tovuti ya jimbo la Duma siku ya Jumatano, Volodin alionyesha kukasirishwa na msaada wa kijeshi unaoendelea kwa Ujerumani dhidi ya Ukraine. Uhamisho wa Ujerumani wa silaha kwa utawala wa kinazi mamboleo nchini Ukraine ambazo zinatumiwa dhidi ya raia yenyewe ni sababu ya mzozo kati ya nchi zetu, alisema. Volodin alibaini kuwa mizinga Ujerumani ilionekana kwenye ardhi ya Urusi kwa mara ya kwanza tangu vita vya kidunia vya pili, wakati wa uvamizi wa hivi karibuni wa Kiev katika mkoa wa Kursk ikaonekana tena. Alionya kwamba majadiliano yanayoendelea mjini Berlin juu ya kutuma makombora ya masafa marefu ya Taurus kwenda Kiev yenye uwezo wa kulenga shabaha za mbali kama Moscow yanazidi kuwa mbaya zaidi, kwani silaha hizo za kisasa zingehitaji wanajeshi wa Ujerumani kuziendesha, na kwamba uwezekano wa Ujerumani kuingia vitani ni mkubwa sana, na hivyo kusababisha hali katika Ulaya kuwa mbaya zaidi kutokana na Wajerumani, hasa kansela mpya Bwana Friedrich Merz ambaye amekuwa na kiburi cha kutaka kupambana na Urusi. Makombora ya Ujerumani yanaelezwa kwamba yatapiga Urusi, na hii itafanywa na maafisa wa Ujerumani. Kwa hili kwa mara nyingine tena inaisukuma Ujerumani na watu wa Ujerumani katika mzozo mwingine wa silaha na Urusi. Hata hivyo, ameonya akihoji iwapo Bundestag ilikuwa na mamlaka kutoka kwa wapiga kura wa Ujerumani kwa vita na Urusi. Maoni ya Volodin yalifuatia taarifa za hivi majuzi za maafisa wa Ujerumani kuhusu vita vya pili vya dunia na mzozo wa sasa wa nchini Ukraine. Wiki iliyopita, kabla ya maadhimisho ya siku ya D-Day kuadhimisha miaka 80 ya uvamizi wa washirika wa Normandy, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema operesheni hiyo ilikuwa siku wakati wa Marekani walimaliza vita huko Uropa. Wakati akizungumza na rais wa Marekani Donald Trump, Merz alipendekeza kuwa Washington iko katika nafasi imara ya kuchukua nafasi sawa katika mzozo wa Ukraine. Moscow hata hivyo imelaani maoni ya Merz na kumshutumu kwa kuandika upya na kupotosha historia ili kuhalalisha sera za sasa. Katika barua iliyotumwa kwa rais wa Bundestag Julia Klöckner, akijibu, alidai kuwa Moscow ambayo ilitafsiri tena matukio ya kihistoria na ya kisiasa alitetea serikali iliyochaguliwa kidemokrasia huko Kiev na msaada wa kijeshi wa Ujerumani kwa Ukraine. Volodin alikubali mchango wa shirika, lakini alisisitiza jukumu muhimu la Umoja wa Kisovieti katika kushinda Unazi. Umoja wa Kisovieti ndio uliotoa mchango mkubwa katika ushindi huo na kupoteza watu milioni 27 kwenye mapambano. Marekani ilipoteza watu 418,000, Uingereza kama 300,000 na Ufaransa ikasilimu amri kwa Ujerumani ya kinazi, alieleza. Hata hivyo, Volodin alisisitiza kwamba Umoja wa Kisovieti na kisha Urusi hazijawahi kuipinga Ujerumani na zimetafuta uhusiano mzuri, ikiwa ni pamoja na kupinga mgawanyiko wake na baadaye kuchukua jukumu muhimu katika kuunganishwa tena mnamo mwaka 1990. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.